Sehemu kubwa ya dunia watu wamekuwa wanalalamika kuhusiana na tatizo la sukari. Leo sukari imekuwa ni balwa, mushkila. Kila sehemu utakayoenda utakuta watu wanalalamika swala la sukari. Na sukari hii ambayo inayolalamikiwa haiangalii mtu mzima, haiangalii mtu ambaye ni mtoto. Ni jambo ambalo limeenea katika marika yote, marika ya watu wazima mpaka marika ya watu ambao ni watoto. Sukari ina sababu, sukari ina sababu, na sababu zake ni nyingi, lakini sisi biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tutakutajia sababu kuu mbili ambazo zinazosababisha watu kuweza kupata sukari. Ndugu zangu watazamaji, kitu ambacho napenda kuweza kuwatahadharisha kabla sijazungumza kitu kimoja ambacho muhimu sana ambacho nitakizungumza baada ya haya ambayo nitakayoyasema hapa. Napenda kuwatahadharisha ndugu zangu ambao mnaotizama, la tastakhdimu al-at'imata al-mu'allabat, msitumie vyakula ambavyo vimepakiwa, vyakula ambavyo vilivyopakiwa usivitumie. Kwa sababu gani? Hivi ni vyakula ambavyo ndio vinavyochangia asilimia kubwa ya watu kuweza kupata maradhi ya sukari. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Ayuha almushahidun alkiram, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa ahlan wa sahlan bikum fi hadha alliqa. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na pia kumtakia rehma kiongozi wetu wa umma mtukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala sanatakallam an mawdu'i sukari bitafsil almujaz. Tutazungumzia kuhusiana na swala la sukari katika sura ya upambanuzi, lakini upambanuzi ambao utakaokuwa mfupi wenye kutoa faida biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Walianna hadhihi almushkilata, na kwa kuwa tatizo hili la sukari ndugu watazamaji, hiya wartatu dunya, ni tatizo ambalo limeenea katika dunia nzima. Sehemu kubwa ya dunia watu wamekuwa wanalalamika kuhusiana na tatizo la sukari. Leo sukari imekuwa ni balwa, mushkila. Kila sehemu utakayoenda utakuta watu wanalalamika swala la sukari. Na sukari hii ambayo inayolalamikiwa haiangalii mtu mzima, haiangalii mtu ambaye ni mtoto. Ni jambo ambalo limeenea katika marika yote, marika ya watu wazima mpaka marika ya watu ambao ni watoto. Na sukari ina sababu, sukari ina sababu, na sababu zake ni nyingi, lakini sisi biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tutakutajia sababu kuu mbili ambazo zinazosababisha watu kuweza kupata sukari. Sababu ya kwanza ni kitu ambacho kinaitwa suu taghvia, ulaji ambao uliokuwa sio mzuri, ulaji ambao hauna mpangilio mzuri. Leo utakuta mtu anakula vitu vingi kwa wakati mmoja, au anakula vyakula vya aina tofauti tofauti, vyakula ambavyo vinaenda kusababisha mtu huyu, kutokana na kukosa mpangilio wa taghvia, inaenda kumsababishia mtu huyu kuweza kupata janga la kupata sukari. Hili ni jambo la kwanza ambalo wanaita suu taghvia. Tutakuja kuzungumza hapa katika suu taghvia namna gani athari yake inavyokuwa kubwa katika kuweza kusababisha mtu kuweza kupata sukari. Lakini jambo la pili ni kitu ambacho kinaitwa alwiratha. Kuna watu wanapata sukari ya kurithi, yaani mtoto anazaliwa, wakati anakuja kujikuta ana maradhi ya sukari, sukari ambayo ameitoa pengine katika sura ya kurithi.
Kwa hiyo sukari mtu anaweza kupata katika sura hizi mbili, ya imma anaweza kuipata kutokana na suu taghdhiya, lakini pia anaweza kupata kwa sababu ya kitu ambacho anaita alwiratha. Lakini pia kuna sura nyingine ambayo tuliwahi kuizungumza hapa nyuma kidogo, tukasema pia, na kuna wakati mwingine mtu anaweza kupata maradhi ya sukari bisababi kathrati al-afkar, kwa sababu fikra kuwa nyingi kwake yeye zinaweza zikasababisha mtu huyu kuweza kupata sukari kutokana na mada ambayo inaitwa cortisol kuweza kutelemka kwa wingi katika mwili wake, ambayo itamsababishia mtu huyu kuweza kupata kitu anaita al-iktiab. Iktiabu ikizidi inaweza ikaenda ikasababisha kumletea maradhi ya sukari. Wal ithnain, na hayo mambo mawili ambayo tumeyataja ni vitu ambavyo qad yusibu al-kibara wa qad yusibu as-sighar. Anaweza akapata mtu ambaye ni mzima au mtu ambaye ni mkubwa, lakini pia anaweza akapata mtu ambaye ni mtoto. Hizi hali zote ambazo tumezitaja hapo zinaweza zikawa ni sababu ya mtu kuweza kupata sukari. Wa min huna, na kutokea hapo sasa, najidu haditha rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, tunapata hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam yaqul, anasema ma mala ibnu adama wi'aa sharran min batnihi. Hadha kalami nabii sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia hajajaza mwanadamu kitu chochote katika vitu ambavyo vinavyojazwa kama vile mtu ambavyo anavyojaza tumbo lake. Yani Mtume sallallahu alayhi wasallam, angalia zamani anawatahadharisha watu na kitu ambacho kinaitwa suu taghdhiya, yani mtu kutokuwa na mpangilio mzuri wa kuweza kupata chakula chake. Na tutazungumza pointi muhimu sana hapa mbele, naomba tuwe pamoja, mnizingatie katika haya ambayo nayoyazungumza. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ma mala ibnu adama wi'aa sharran min batnihi, hajajaza mwanadamu chombo chochote akakijaza shari tofauti na tumbo lake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakusudia maanake mtu kukosa mpangilio kula yani vyakula ambavyo havina faida na mwili na vitu kama hivyo ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anavikusudia. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam faqala aidan, akasema pia fi hadithin akhar, katika hadithi nyingine akasema, akiwaambia watu kuhusiana na tartib at-taghdhiya, kuweka mpangilio wa mtu kuweza kupata chakula chake, akasema bihasabi ibni adama luqaymatin yuqimna biha sulba, inamtosha mwanadamu kuwa kutumia matonge machache, akala kwa kiasi kidogo ambacho itamsababishia yeye aweze kupata nguvu kwa ajili ya kuweza kuishi katika maisha ambayo yaliyokuwa mazuri, na asiweze kupata maradhi ambayo yatakayokuwa makubwa. Na kisha mbele yake Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa in kana la bud, ikiwa hakuna budi ya yeye kuweza kutumia chakula, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fa thuluthul li ta'ami, basi atumie theluthi kwa ajili ya chakula chake, wa thuluthun li sharabi, basi atumie pia theluthi kwa ajili ya kinywaji chake, kisha akasema wa thuluthul li nafasi, na pia aachie sehemu ya kuweza kupata hewa, apate kupumua vizuri na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ndugu zangu, haya ni mambo ambayo ameelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukizungumzia upande wa suu at-taghdhiya, upande wa mtu kuweza kushindwa kupangilia mpangilio wa kula, ambao mpangilio huo unaweza ukampelekea mtu kama hakuupangilia vizuri kuweza kupata maradhi ambayo ni maradhi ya sukari, ambayo ni maradhi mabaya ambayo yameenea leo katika dunia, katika ulimwengu huu ambao tulionao. Ndugu zangu watazamaji, kitu ambacho napenda kuweza kuwatahadharisha kabla sijazungumza kitu kimoja ambacho muhimu sana ambacho nitakizungumza baada ya haya ambayo nitakayoyasema hapa. Napenda kuwatahadharisha ndugu zangu ambao mnaotizama
la tastakhdimu al-at'imata al-mu'allabat, msitumie vyakula ambavyo vimepakiwa, vyakula ambavyo vilivyopakiwa usivitumie. Kwa sababu gani? Hivi ni vyakula ambavyo ndio vinavyochangia asilimia kubwa ya watu kuweza kupata maradhi ya sukari, vyakula ambavyo ni muallaba. Na pia kutumia vyakula ambavyo vina sukariati nyingi, vyakula hivi inatakiwa mtu aweze kujiepusha navyo, ili isije ikawa ni sababu ya yeye kupata maradhi as-sukar, ikawa tena ni changamoto kwake kwa ajili ya kuweza kupata ilaji. Lakini kwetu sisi katika kituo chetu hapa ilaji ya sukar tunayo, na dawa za sukar zipo, ambazo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala mtu akija atapata maelekezo mbalimbali kuhusiana na utaratibu wa yeye kuweza kutumia, na atapata maelekezo takriban ya aina 4 mpaka aina 4 au 3 ambazo zitakazomsaidia yeye kuweza kuwa na hali ya kawaida kabisa na aweze kuepukana na tatizo la sukari. Lakini pia hivi ni vitu ambavyo tumesema inawajibika mtu aweze kuepukana navyo ili aweze kuwa katika mazingira ambayo yaliyokuwa salama. Ndugu zangu katika imani, au na wale ambao watazamaji wote kwa ujumla, katika kiwiliwili cha mwanadamu kuna kitu kinaitwa al-pancreas. Kuna kitu kinaitwa pancreas, ambao hii pancreas ni udhun muhimun jiddan fi jasadi al-insan. Ni kiungo ambacho ni muhimu sana katika kiwiliwili cha mwanadamu. Yani al-pancreas ni kiungo ambacho muhimu sana katika kiwiliwili cha mwanadamu, na ndiyo kiungo ambacho kinachofanya kazi ya kuzalisha kitu ambacho inaitwa insulin, ambayo insulin hiyo itaingia katika itakuwa ni kama ndiyo funguo wa khalaya ambazo zimegeuzwa kuwa glucose kwa ajili ya kuweza kuingia katika damu, ili mwili uweze kupata taka, uweze kupata nguvu, na uweze kuwa katika hali ambayo ya nashati. Pancreas hii kama tulivyosema ni kiungo muhimu sana 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 katika kiwiliwili cha mwanadamu. Wa huwa mawjudun khalfa al-batn, ni kiungo ambacho kinachopatikana nyuma ya tumbo, yani fi dakhil, yani ndani ya tumbo la mwanadamu kwa nyuma ndiyo inapatikana kiungo hichi ambacho kinaitwa pancreas. Ni kiungo ambacho muhimu jiddan katika kiwiliwili cha mwanadamu kama tulivyosema. Na kiungo hichi, ndugu watazamaji, ni kiungo ambacho mas'ulun an shay'aini, ni kiungo ambacho kinafanya kazi ya mambo mawili. Ni kiungo ambacho muhimu jiddan, na ni kiungo ambacho laiti kitakuwa ni kiungo ambacho kitakapokuwa ni mutlafa, kitakapokuwa kimeharibika, basi itasababisha mtu kuweza kupata maradhi ya sukar, na tanzimi sukar itakosekana katika mwili wake, na hivyo itakuwa mtu huyu atapata tatizo la sukari, na ataanza kuwa ni muani, ni mwenye kupata tatizo hilo katika sura ambayo kubwa kabisa. Kazi ya kwanza ambayo inayofanywa na kitu kinaitwa pancreas, kuna kitu kinaitwa al-hadm. Hadm maana yake mmeng'enyo wa chakula. Mmeng'enyo wa chakula unafanywa na kitu kinaitwa kuna mada ambayo inazalishwa na pancreas. Ile mada ambayo inazalishwa na pancreas inatoka inakwenda katika maida, katika kifuko cha chakula. Ikifika katika kifuko cha chakula inakwenda kufanya kazi ya kusaidia amalia al-hadm, amalia ya kuweza kufanya mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo kazi ya kwanza ya mada ambayo inazalishwa na pancreas inafanya kazi ya hadm, kuweza kumeng'enya chakula. Kazi ya pili ni kitu ambacho wanaita tanzimu sukar fi dam, kuweza kupangilia kiwango cha sukari ambacho kinachotakiwa kiende katika damu. Kama tulivyosema kwamba pancreas inafanya kazi ya kuweza kufanya kumeng'enya chakula, lakini kazi hiyo haifanyi peke yake, haifanyi pancreas peke yake, bali kuna kitu pia katika mwili wa mwanadamu kinaitwa almarara. Almarara ambayo katika lugha ya Kiswahili tunasema ni nyongo. Kwa hiyo hivi vitu viwili
yani bankarias yashtariku maa almararati fi ta'diyati amaliyati alhadm, zinashirikiana pamoja na nyongo katika kuweza kufanya kazi ya mmeng'enyo wa chakula katika kiwiliwili cha mwanadamu. Fa indama tufrizu almararatu maddat alhadm, pale ambapo nyongo inapotoa madda kwa ajili ya kwenda kumeng'enya chakula, tufrizu aidan albankarias maddat alhadm, bankarias pia na yenyewe inafanya kazi ya kutoa madda kwa ajili ya kwenda kupata mmeng'enyo wa chakula pia. Fayaltaqiyani fi makanin wahid, zinakutana madda ambayo inayotoka kwenye bankarias na madda ambayo inayotoka katika almarara, zinakwenda kukutana katika bomba moja, zinatoka zinaingia katika almaida, kisha zinafanya amaliyat alhadm, chakula kinaweza kumeng'enywa. Na baada ya kumeng'enywa chakula kikishameng'enywa katika tumbo la mwanadamu, baadaye sasa inatengenezwa sukari katika kile chakula. Ile sukari itaingia katika damu kwa mara nyingine, na itakwenda kuwa ni taqa, itaenda kugeuza kuwa taqa na kuweza kufanya kazi ya kuendesha mwili wa binadamu. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vinashirikiana pamoja baina bankarias, lakini pia na kitu ambacho kinaitwa almarara. Na ndugu zangu watazamaji, kuna kitu kinaitwa hasa almarara. Hii ni sehemu muhimu sana ya kuweza kuzingatia, kwa sababu tunakwenda kujua namna gani tatizo linavyotokea la sukari, kwa sababu watu wanajua tu kwamba mtu anaweza kusema tatizo la sukari, lakini wakati mwingine mtu anajiuliza hii tatizo la sukari linatokea wapi? Yani linaanzia wapi? Aina mabda ya tatizo la sukari. Kuna kitu kinaitwa hasal marara. Yani hasal marara maana yake ni vijiwe ambavyo vinavyozalika katika nyongo. Yani nyongo ya mwanadamu, kuna tatizo huwa linaipata nyongo ya mwanadamu. Kuna vitu vinaitwa alhasa, vijiwe ambavyo vinazalika katika almarara. Hivi vijiwe, nasalullah subhanahu wa ta'ala alafia, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe afya, atuepushe na maradhi kama hayo. Hii almarara tanzil, huwa zinateremka, yani hasa almarara huwa inateremka kutoka katika nyongo, inakwenda inafanya kitu wanaita saddil awiya au saddil awrida, inaenda kuziwia baadhi ya mishipa ambayo inakwenda katika sehemu ya kufanyia, au ambazo zinakwenda katika batni, zinakwenda katika tumbo, katika kifuko cha chakula kwa ajili ya kwenda kufanya amaliyatil hadmi, amalia ya mmeng'enyo. Basi haya mawe madogo madogo yanapoteremka, yanakwenda yanaziba ile mishipa, baadhi ya mishipa. Baada ya kuziba, fayajizu almaddatani alwusula ila almaida, zile madda mbili ambazo zinazotumika katika kuweza kufanya mmeng'enyo wa chakula zinakwenda kushindwa kufika katika maida. Zitakaposhindwa kufika katika maida, fayasubu hadmu taam, inakuwa ni changamoto kuweza kupata hadmu taam, kukimeng'enya chakula. Fayuaddi ila hudusi almashakil, inapelekea kutokea mashakil makubwa, ambayo zile madda baada ya kushindwa kule zinarejea tena nyuma, zinarejea zilikotoka, zinakwenda imma fi bankarias. Zikifika katika bankarias, zinaenda sasa kufanya ile kazi ambazo zilitakiwa ziende zikaifanye katika maida. Baada ya kwenda kufanya kazi katika bankarias, zinaenda kuifanyia talaf, zinaiharibu bankarias. Zikishaiharibu bankarias inaanza kufanyiwa hadm, inafanya mmeng'enyo, kwa sababu bankarias ni kipande cha nyama, na kipande cha nyama manake zile mada ambazo zitakiwa zitoke ziende kule kufanya mmeng'enyo zimerudi ndani, zinakwenda kuharibu bankarias. Allah atupe afya. Zikishaharibu bankarias, inakuwa ni changamoto ya kuzalisha insulin, ambayo insulin itakwenda kufanya kazi ya kufanya tanzimi ya sukari katika damu. Hii inakuwa sasa mtu anaanza kupata sasa matatizo ya sukari. Kwa hiyo wakati mwingine, ili mtu aweze kupata ilaji ya sukari, lazima kutengeneza mazingira ya kuitibu bankarias,
kuifanyia matibabu pancreas mubakiran, mapema, kwa sababu pancreas ni kiungo ambacho wataalamu wanasema ni kiungo ambacho ni hassas jiddan, yani kiungo hassas, na ni kiungo ambacho yani tatizo lake likikipata tatizo, basi tatizo lake linakuwa kubwa. Na ndio maana wataalamu wanasema inatakiwa mtu aweze kufanya wakati mwingine check up mara kwa mara. Lakini haya tunayosema, lakini pia al-adwiya zipo, dawa zipo za kuweza kuipa pancreas quwwa ambayo itakayowezesha kwamba hii iweze kufanya kazi katika sura nzuri na iweze kufanya tanzim ya sukar fi jasad al-insan, na mtu aweze kuwa katika hali ambayo itakayokuwa mazbut, hali ambayo itakayokuwa nzuri kabisa biidhnillahi subhana wa ta'ala. Kwa hiyo haya ambayo tumeyasema ni yale ambayo yanahusiana na pancreas na kazi yake na matatizo ambayo yanayoikuta hii pancreas, ambayo inakuwa ni sababu ya kuweza kuleta tatizo la sukari katika mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo hili tatizo linaweza likawa limemkuta mtu akiwa mtu mzima, au linaweza pia likamkuta mtu akiwa ni mtoto, ikawa ni sura wirathi, amezaliwa na changamoto hiyo. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo tunatakiwa kuweza kuvijua, ili mradi mtu atakapokuwa anafanya ilaji ya sukar aweze kujua kwamba anaweza kufanya ilaji katika kuanzia katika sehemu gani. Kwa hiyo haya ambayo tumeyasema ndiyo mambo ambayo yanahusiana na ilaji, yanahusiana na matatizo ya sukar. Lakini ilaji, tiba, kama tulivyosema, tiba ya sukari ipo. Allah subhanahu wa ta'ala hajateremsha daan illa wa anzala bihi, yani au bihi shifa. Allah subhanahu wa ta'ala hajateremsha ugonjwa isipokuwa ameteremsha pia dawa ambayo itakuwa ni hadha adda, ambayo itakuwa inaendana na gonjwa hilo. Kwa hiyo dawa ipo, dawa tunayo katika ofisi yetu. Mtu ambaye atakayekuja katika ofisi yetu hapa, basi atapata dawa hiyo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, na atapata shifa kamilan mukammala bitawfiqillahi subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha alqadr, sanutabi'u alhaditha fi halqati alqadima. Astawdi'ukum Allah, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.